Unapoambiwa una maradhi ya moyo na shinikizo la damu, nini ambacho kina kliki kichwani mwako? Ni mishipa yako ya damu imepungua kipenyo kwa sababu ya mrundikano wa cholesterol au mafuta mabaya katika mishipa yako ya damu kama hivi unavyoona. Au mchoro huu unaonesha kwamba ndivyo mishipa yako ya damu ilivyo. What if, vipi kama si kweli kwamba mishipa yako ya damu haiko hivi? Kuna kitu kingine ambacho kinasababisha mishipa yako ya damu iweze kupungua kipenyo na isiweze kusukuma damu katika mgandamizo ambao unatakiwa kiafya. Sometimes we need to unlearn to learn. Muda mwingine tunatakiwa kusahau yale ambayo tumejifunza ili tuweze kujifunza vitu vipya, na hayo ndo maendeleo ya kielimu. Ngoja tujifunze kitu kipya siku ya leo. Sayansi inatuambia kwamba kabla hata ya mrundikano wa cholesterol au lehemu katika kuta za mishipa ya damu, kinachoanza ni majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu. Haya majeraha huitwa endothelium injury. Ndo maana inatafsiriwa is a process whereby the blood vessel lining are damaged. Yani kuta za mishipa ya damu zinapopata majeraha. Kuta za mishipa ya damu zikipata majeraha huvimba na kisha kushindwa kufanya kazi yake. Kazi yake nini ambayo husaidia damu iweze kupita katika msukumo mzuri? Kazi yake ni kutengeneza nitric oxide. Kwa hiyo kuta za mishipa ya damu zikiumizwa, kuta hushinda kuzalisha nitric oxide ambayo hufanya mishipa yako ya damu ifunguke vizuri, pressure ya damu iwe ni nzuri, damu ichuruzike vizuri. Sayansi na tafiti zinatuambia kwamba mwili unapopungukiwa nitric oxide ambayo huzalishwa na kuta za mishipa yako ya damu, matokeo yake mishipa yako ya damu haitafunguka vizuri, utakuwa ni mgonjwa wa shinikizo la juu la damu miaka yako yote endapo usipotafuta chanzo cha mzizi wa tatizo. Ndio maana unaona hapa kitu kinaitwa oxidative stress kinasababisha endothelium dysfunction kwa sababu ya kupungua kwa nitric oxide bioavailability. Na hii hali huchangia sana kitu kinaitwa vasoconstriction, mishipa yako ya damu kupungua kipenyo na damu yako kuanza kuchuruzika kwa pressure kubwa. Hospitali huwa tuna dawa ambazo hushusha pressure iliyopanda. Dawa hizi huenda kuongeza kipenyo cha mishipa ya damu na kisha kupunguza pressure iliyo juu. Dawa hizi huenda kuongeza uzalishaji wa nitric oxide katika kuta za mishipa ya damu, lakini pia huenda kuratibu kupanua mishipa yako ya damu kwa namna nyingine nyingi. Kwa mfano, tuna dawa zinaitwa sodium nitroprusside. Dawa hizi huenda kufanya kazi kwenye kuta za mishipa ya damu ya artery na vein kwa kuongeza uzalishaji wa nitric oxide na kisha kupanua mishipa yako ya damu, pressure